Bwana Yesu asifiwe. Niwaalike katika wito wa maombi asubuhi ya leo. Unapokwenda katika ibada hii, saa ya kumlingana Bwana kwa njia ya maombi. Kitabu cha Zaburi ya 124, lile beti la kwanza, Biblia inasema maneno ya sana. Zaburi ya 124, beti la kwanza anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme lini? Sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Maneno ya mtunga Zaburi Daudi, anayaandika kwa uzoefu wake mwenyewe, akitazama namna ulinzi wa Mungu ulivyokuwa mwema kwa Waisraeli. Daudi anaandika zaburi kati ya zaburi 15 zinazoitwa zaburi za kupanda, zaburi zilizoandikwa wakati wa Israeli wakipanda kwenda Yerusalemu katika sikukuu zile maarufu, sikukuu ya Pentekoste, sikukuu ya makambi kama hii. Daudi anatazama namna ambavyo Mungu amewalinda mwaka mzima wa Israeli. Unajua, huwezi kuelewa wakati huu wa Israeli walikuwa wamezungukwa na maadui kila upande, wa Edom, wa Moabu, majitu makubwa wa Filisti. Wakati wa Israeli hawana utaalamu wowote wa kivita na wala hawana jeshi. Lakini mwaka unakuja, mwaka unapita, Mungu ameweka ulinzi wake. Daudi hatulii, anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Wapendwa, tuko katika makambi haya. Wewe mwenyewe unaelewa kwamba mwaka uliopita haukuwa rahisi. Kila mahali uligubikwa na maadui. Magonjwa yalikuja, misiba ilitokea, vilio vilifika, kukata tamaa kulipita, lakini haleluya, kambi tena limefika. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nawe, Israeli ya mwenge na waseme sasa. Nani aliyekutembelea pale hospitali kama sio Bwana? Nani aliyekuvusha kwenye yale madeni kama sio Bwana? Nani ambaye alikushika mkono ulipokata tamaa kama sio Bwana? Kama unajua ni Bwana ndiye amefanya haya, asubuhi ya leo na mchana huu wa ibada ninakuita katika maombi ya shukurani. Ikiwa una jambo lolote ndani ya moyo wako, unasema kwa kweli, kama si Bwana aliyenikamata kwa mkono wake, nisingekuwa hapa. Simama sasa, tuombe. Unajua kabisa kama sio Mungu pale ingekuwaje? Mbona ningekufa mimi, tena ningekufa vibaya, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Tafakari moyoni, elewa kwamba ni Bwana ametenda maajabu. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda
ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Nami siwezi kueleza. Mimi siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Fumba macho yako, pata dakika moja, mtukuze Mungu kwa matendo makuu aliyokutendea. Hata kuamka kwako ni baraka, kuja hapa kanisani ni baraka. Wako wengine walitamani kufika makambi haya, hawakuweza. Wako wengine ni wagonjwa, hata sasa wako hospitali. Kuna ndugu zetu ambao walikuwa na sisi katika makambi yaliyopita mwaka jana, lakini leo hawapo pamoja nasi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mungu atukuzwe kwa matendo makuu. Mweleze Yesu. Yehova Baba yetu na Mungu Mwenyezi, tunajisikia vizuri sana kuwa na Mungu mwema kama wewe. Toka tulipokuamini hatujajuta kuwa na baba mzuri kama wewe. Umetulinda, umetutunza, umetushika mkono, umetuokoa, umetuponya. Baba, pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Kama sio wewe uliyetukumbatia, kama sio wewe uliyekuwa pamoja nasi, kama sio wewe uliyeingilia kati kwenye maisha haya, tungeliona wapi kambi kama hili? Utukuzwe, uinuliwe, ubarikiwe. Jina lako litukuzwe milele na milele. Tumekuja katika ibada hii, tunaomba mioyo yetu uiuishe. Ibada zetu zipate kibali machoni pako. Sadaka zetu zipate kibali machoni pako. Nyimbo zetu zipate kibali machoni pako. Neno lako litakaposimamiwa na kusemwa katikati ya masikio yetu, Baba, lifae kutuponya, lifae kutuokoa, katika jina la Yesu. Mwenye imani aseme amina. Amen. Mungu awabariki. Karibuni katika ibada ya leo.